Hili jambo la dharura. Hili jambo la dharura. Wewe mkuu naye hapa atakuja, wewe atamwambia. Hawa akina ambapo atamwambia kwamba huku kesi imeshakuwa ngumu. Ambapo mpigia simu bwana. Leo Beria tunaweka sisi. Beria leo tunaweka sisi. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii wanabodaboda wameweza kulaumiwa pakubwa na maafisa wa polisi pamoja na viongozi wakuu wa serikali ya CCM kufuatia tukio lililoweza kushuhudiwa jioni ya jana. Na pia mapema leo hii tukio hilo kujirejelea. Haya yote yanazidi kupingwa na maafisa wa polisi na uongozi mzima wa serikali ya CCM kufuatia taarifa, uvumi na habari zinazozidi kuzungumzia maandamano ya Sabasaba. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha habari za hivi sasa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema moja kwa moja uweze kuelekea katika ukurasa rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa mara nyingine wanabodaboda wameweza kurejea katika vichwa vya habari. Hivi sasa wanabodaboda wanazidi kuzungumziwa. Jioni ya jana tuliweza kushuhudia vuguvugu la maandamano baada ya wanabodaboda kufunga barabara wakidai kwamba mmoja wao aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi ni kinyume na pia hakuwa na makosa kutokana na kile kilichoweza kufanyika kwa jamaa huyo aliyekuwa ameweza kukamatwa na kusababisha jioni ya jana kuwa na maandamano mazito, jambo ambalo uongozi wa serikali ya CCM wanazidi kuhofia wanabodaboda hawa kwa mara nyingine kuhusika katika maandamano ya Sabasaba ambayo hivi sasa yameweza kushika kasi katika mitandao ya kijamii, kila mmoja akizungumzia maandamano ya Sabasaba yanayozidi kupangwa kufanyika. Mtazamaji wangu, hii sio mara ya kwanza wanabodaboda kujipata pabaya na uongozi ulioko madarakani, ila idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kusimama na wanabodaboda, hasa kwa swala la maafisa wa polisi kuwakamata wanabodaboda hawa kutokuwa na makosa yanayozidi kudaiwa, jambo ambalo linazidi kuvunja mioyo ya wanabodaboda wengi. Ikumbuke kwamba baadhi ya wanabodaboda hawa wameweza kuajiriwa ndipo waweze kupata kipato cha siku ili kukidhi mahitaji yake binafsi na familia kwa ujumla, ila maafisa wa trafiki wanaonekana kwamba wanatumia nguvu kwa wanabodaboda hawa licha ya kipato kidogo wanachozidi kukipata. Hivyo basi kuna ilani ambayo inazidi kutolewa hivi sasa katika mitandao ya kijamii na maafisa wa polisi na uongozi huo wa CCM ya kwamba kwa mara nyingine huenda tukaanza kushuhudia katika baadhi ya vituo vya petroli mafuta yanayozidi kutumiwa na wanabodaboda kuanza kupimwa kwa kiwango kidogo. Tukio hili ni tukio sawia na lile lililoweza kutokea kipindi na wakati wa maandamano ya Oktoba 29. Tuliweza kushuhudia wanabodaboda baadhi ya mikoa kunyimwa hata mafuta, kwani iliweza kubainika kwamba uongozi ulioko madarakani uliweza kuamini bodaboda ziliweza kutumika sana katika ghasia za maandamano ya Oktoba 29, ila idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hivi sasa wanaonekana kusimama na kile kilichoweza kufanywa na wanabodaboda jioni ya jana, kwani wanaamini kwamba ni sawa na ni haki kabisa
Iwapo kama kweli bodaboda yupo na kosa, aweze kukamatwa na kupelekwa kituoni, ila kama hana kosa, jinsi ambavyo wanazidi kudai baadhi ya wanabodaboda waliokuwa wameweza kuandamana, basi maafisa wa trafiki sio vyema na sio hatua ya kufurahisha kukamata mwanabodaboda kumbandikizia makosa, jambo la kuvunja moyo katika uongozi huu wa CCM. Sote tunafahamu kwamba uongozi ulioko madarakani unazidi kujaribu mbinu za kila aina ili kujaribu kuzuia maandamano ya Sabasaba, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia wanabodaboda wale walioweza kujaribu kuandamana ili kumtetea mmoja wao. Sote tuliweza kuona haikuishia vizuri, kwani maafisa wa polisi waliweza kulazimika kufetua vitoa machozi na hata barabara zilizokuwa zimeweza kufungwa na wanabodaboda hao kulazimika kuanza kuzifanyia ukarabati wa haraka, na ndipo ambapo shughuli za siku ziweze kurejea kawaida, jambo ambalo hivi sasa, mtazamaji wangu, sio dalili nzuri kwa uongozi ulioko madarakani. Haya yote yanazidi kutokea kutokana na hasira ambazo idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wapo nazo kwa uongozi ulioko madarakani, na haya yote yaliweza kuchangiwa na kile ambacho hivi sasa kinazidi kuaminika ama kubainika: sikio la kufa halisikii dawa. Uongozi wa CCM kwa mara nyingine unazidi kulaumiwa na kukosolewa. Hivi sasa ndio wakati mwafaka kwa serikali ama uongozi huo uweze kusikiliza ni kipi kinachozidi kuchangia maandamano ya Sabasaba kufanyika ama kuzungumziwa yataweza kufanyika, na ndipo ambapo uongozi huu uweze kutafuta mbinu na njia ya kujaribu kupata amani na kumaliza uhasama unaozidi kufuatia ama kuendelea baina yao na vijana Gen Z. Na sote tunafahamu kwamba iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kufanyia kazi swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji, basi moja kwa moja kutakuwa hakuna haja ya maandamano. Na pia iwapo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wataweza kusikiliza kilio cha mmoja wao ambaye ni Mheshimiwa Humphrey Polepole, mwanachama wa chama cha CCM aliyetoweka katika hali ya njia tatanishi, aweze kupatikana na kujumuika na familia yake, basi moja kwa moja itakuwa ni jambo jema na la kufurahisha. Vile vile wafuasi wa chama Chadema nao wanazidi kulilia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo wengi wanazidi kuomba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kutokana na jinsi ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanazidi kushtumu wanabodaboda kuhusika kwa kufanya machafuzi na maandamano na kuhusika kwa vurugu, ghasia katika kila maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.